Katika kipindi cha mwezi Machi hadi Aprili 2025, Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola imefanya operation katika mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Tabora, Tanga, Songwe, Mbeya na Arusha na kufanikisha kuzuia tani 14 za kemikali bashirifu zilizokuwa ziingizwe nchini kinyume cha sheria, kukamata pipi pakti 10 za pipi zilizotengenezwa kwa kutumia bangi zenye uzito wa gramu 174.77, kukamata kilogramu 4568 za dawa mbalimbali za kulevya, kuteketeza ekari 178 za mashamba ya bangi na kushikilia magari 7, pikipiki 5 na bajaji 1 vilivyokuwa kwenye uhalifu huo. Jumla ya watuhumiwa 35 wanashikiliwa kuhusiana na matukio hayo. Mamlaka kwa kushirikiana na Bodi ya Kimataifa ya Kudhibiti Dawa za Kulevya Duniani INCB, yani International Narcotic Control Body, na mamlaka nyingine za udhibiti tulifanikiwa kubaini na kuzuia kilogramu 4,000 za kemikali bashirifu ya aina ya 1-bos-4 piperidone na kilogramu 10,000 za kemikali aina ya acetic anhydride zilizokuwa ziingizwe nchini kutokea bara la Asia bila kuwa na vielelezo vinavyoonyesha matumizi ya kemikali hizo hapa nchini. Ni vyema tufahamu kuwa endapo kemikali hizo zingeingia nchini na kuchepushwa, zingeweza kutumika kutengeneza dawa za kulevya aina ya fentanyl pamoja na heroin. Mathalan, kilogramu 4,000 za kemikali aina ya 1-bos-4 piperidone zinaweza kutengeneza kilogramu 8,000 za dawa za kulevya aina ya fentanyl. Matumizi ya kiasi hicho cha dawa za fentanyl ambazo zingezalishwa zingeweza kusababisha vifo kwa watumiaji takribani bilioni 4, ikizingatiwa kwamba kilogramu 1 ya dawa hizo inaweza kusababisha vifo vya watu 500,000 kutegemea na uzito, afya na historia ya mtumiaji. Mathalan, miligramu 2 inaweza kusababisha kifo cha mtu mmoja. Kemikali aina ya acetic anhydride pamoja na matumizi mengine halali inaweza kutumika katika mchakato wa kutengeneza dawa za kulevya aina ya heroin. Hivyo kiasi cha kilogramu 10,000 zilizozuiliwa kingeweza kutumika kutengeneza kilogramu 3,704 za heroin. Aidha, kemikali hiyo inaweza kutumika kuzalisha kemikali zingine bashirifu ambazo zinaweza kutumika kuzalisha dawa za kulevya aina ya mandrax pamoja na methamphetamine. Uchunguzi wa kina kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa unaendelea ili kubaini mitandao zaidi ya usafirishaji haramu wa kemikali bashirifu zinazoweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya. Katika operation zilizofanyika katika mkoa wa Mbeya, tulimkamata Herbert Kwila, raia wa Uganda mwenye hati ya kusafiria namba B00132399 na mmiliki wa kampuni ya Hoxwell Lux Tualimo, akiwa na pakti 10 za pipi zilizotengenezwa kwa mazao ya bangi yenye viwango vikubwa vya sumu aina ya tetrahydrocannabinol THC vinavyofikia 92%. Ukamataji huo ulikwenda sambamba na ukamataji wa gari ndogo aina ya Mercedes-Benz yenye namba za usajili MG 33 BMGP iliyokuwa inasafirisha pipi hizo kuingia nchini ikitokea nchini Afrika ya Kusini. Ukamataji wa pipi hizo unabainisha kuwepo kwa mbinu mbalimbali fiche zinazotumika kusafirisha na kusambaza dawa za kulevya ili zisitambulike kirahisi. Kitendo cha kutengeneza pipi zenye kiwango kikubwa cha sumu aina ya THC ni ushahidi wa aina ovu ya uhalifu kulenga kuharibu vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Aidha, katika tukio jingine mkoani Mbeya, tulikamata kilogramu 1,658 za skanka na kilogramu 122.7 za bangi zilizokuwa zinaingizwa nchini kutokea nchini Malawi. Operations zilizofanyika mkoani Dar es Salaam zilifanikisha ukamataji wa kilogramu 220.67 za dawa za kulevya aina ya skanka katika kata ya Chanika zikiwa zimefichwa chooni, huku kilogramu 11 zikikamatwa kivukoni eneo la ukaguzi wa mizigo
kwenye bandari ya kuelekea Zanzibar. Aidha, katika operations zilizofanyika katika mkoa wa Arusha, Tanga na Manyara, tulikamata kilogramu 733.74 za dawa za kulevya aina methamphetamine, kilogramu 91.62 za heroin, kilogramu 662.84 za mirungi zilizoingia nchini kutokea nchini Kenya, kilogramu 115.05 za bangi pamoja na kuteketeza ekari 2 za mashamba ya bangi. Vile vile, operations zilizofanyika katika wilaya ya Uyui na Nzega mkoani Tabora zilifanikisha kukamata kwa dawa za kulevya aina ya bangi kilogramu 845 na kuteketeza ekari 176 za mashamba ya bangi. Kadhalika, kilogramu 98.35 za dawa za kulevya aina ya bangi zilikamatwa katika operation zilizofanyika wilaya ya Kahama na Shinyanga. Udhibiti wa dawa za kulevya na kemikali bashirifu uliofanyika umezuia athari kubwa ambazo zingejitokeza kiafya, kijamii, kiuchumi na kimazingira, ikiwemo kuongezeka kwa dawa za kulevya mtaani. Pia, ukamataji huu umesaidia kuokoa nguvu kazi ya taifa ambayo ingeangamia endapo dawa hizo zingeingizwa mtaani. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na mamlaka kwa kutoa taarifa mapema wanapohisi au kuona uwepo wa shughuli zinazohusiana na biashara, utengenezaji na uzalishaji wa dawa za kulevya katika maeneo yao kupitia kituo chetu cha taarifa na huduma ya kupiga namba bure 119. Vile vile, tunawahimiza wazazi, walezi kuwa makini na kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao, ikiwa ni pamoja na kuwaasa kujiepusha na mazingira na sababu zozote zile zinazoweza kuwaingiza kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Pia tunazikumbusha kampuni zinazojihusisha na biashara na matumizi ya kemikali viwandani na kilimo kuzingatia matakwa ya kisheria ya nchi na kuepuka kushirikiana na magenge ya kihalifu kusafirisha kemikali bashirifu ambazo zinaweza kuchepushwa na kutengeneza dawa za kulevya. Kwa sababu ukiangalia kwamba kemikali bashirifu tulizozuia kuingia nchini ni kemikali hatari ambazo zinazuiliwa kimataifa na zinaweza kutumika kutengeneza dawa za kulevya. Na katika uchunguzi tuliofanya baada ya kukamata hao watu, tulibaini kwamba kemikali hizi zilikuwa zinapelekwa mkoani Tabora, hususan kwenye wilaya ya Igunga, na tayari kulikuwa na maeneo yameshaandaliwa ambapo hizi kemikali zingeshukia pale. Kwa hiyo hawa wahalifu walikuwa wanasubiri zikishafika pale ndipo wanaweza kutengeneza sasa maabara bubu ya kutengeneza hizi dawa za kulevya, hususan fentanyl. Fentanyl ni dawa mbadala inayotumika badala ya dawa za kulevya, lakini dawa hii ni kali sana, ambapo vipimo vyake vinatakiwa viwe na viwango ambavyo vimethibitishwa na daktari. Lakini mtu yeyote anapotumia na kuongeza dozi, mwisho wa siku inasababisha vifo vingi sana. Na kwenye mataifa makubwa hii fentanyl imesababisha vifo vingi sana vya watu, na ndio maana inadhibitiwa kimataifa, na ndio maana tunashirikiana na jumuiya za kimataifa kuhakikisha hizi kemikali zinazoweza kutengeneza dawa ya kulevya aina ya fentanyl inazuiliwa kwa nguvu zote. Na hizi dawa tulizozuia tani 14, yani kilo 14,000 ziingie nchini, ni mafanikio makubwa sana ya serikali ya awamu ya 6, kwa sababu imetupa heshima kimataifa kwa kuweza kuzuia dawa. Ukiona madhara ambayo yangesababishwa na hizi dawa ni makubwa sana. Kwa hiyo hayasingesababisha madhara kwa Tanzania tu, lakini pia kwa nchi nyingine zote duniani. Hivyo ni mafanikio makubwa kwa Tanzania katika kuweza kubaini, lakini ni mafanikio makubwa pia ya kiintelijensia ambayo tumeweza kufanikiwa kuweza kubaini mapema hata kabla maabara haijatengenezwa ya kutengeneza hizo dawa za kulevya. Lakini dawa za kulevya ni tishio duniani, na ndio maana nchi zote duniani zinapambana kuhakikisha kwamba zinazuia dawa za kulevya. Zinatumia nguvu kubwa, gharama kubwa, vifaa vya kisasa ili kuhakikisha dawa za kulevya zinazuiliwa duniani, kwa sababu ya madhara yake ni makubwa. Lakini dawa za kulevya zinasababisha uhalifu, lakini endapo nchi yoyote itakithiri kwa dawa za kulevya haiwezi kutulia, na wahalifu hawa wanaweza wakatumia hizi biashara za dawa za kulevya kutakatisha fedha, kuharibu uchumi wa nchi, lakini pia kufadhili magenge ya kihalifu ikiwemo ugaidi na kuweza kuchafua hali ya hewa duniani. Ndio maana
Tanzania tuko imara na tunawahakikishia Watanzania sisi mamlaka kupitia serikali ya awamu ya sita, hakuna mhalifu yoyote atakayejaribu kufanya uhalifu wowote hapa nchini Tanzania, iwe kutengeneza dawa za kulevya kama hizi tulizozuia aina ya fentanyl au kufanya uhalifu mwingine wowote bila kubainika. Kwa hiyo tunawaomba wahalifu wote na wafanyabiashara wote wa dawa za kulevya wakae chonjo, kwa sababu hatua kali za kisheria zitaendelea kuchukuliwa, lakini tutahakikisha wote ambao wanafanya uhalifu hapa nchini, hususan wa biashara ya dawa za kulevya, tutawabaini na tutachukua hatua za kisheria. Lakini ukijaribu kuangalia pia dawa zote hizi tani kwa tani zinapitaje kwenye maeneo mbalimbali, wakati kuna watu wako kule ambao wamepewa mamlaka na serikali kuhakikisha kwamba kitu chochote kibaya kisiingie nchini wala kutoka. Vinapitaje? Ni rushwa. Na kwa kuwa ni rushwa, tutahakikisha kwamba dawa zozote tutakazokamata lazima tuhakikishe kwamba huko zilikopita tunafuatilia, na wale wote waliohusika tutachukua hatua kali za kisheria, na kuanzia sasa hivi tutaendelea kuchukua hizo hatua. Na ndio maana leo tuko na mkurugenzi wa operation wa TAKUKURU kwa niaba ya mkurugenzi wa TAKUKURU ambaye naye atazungumzia mipango ambayo tumekubaliana kuanzia sasa hivi. Dawa zote za kulevya tutakazokamata lazima tuhakikishe kwamba tunafuatilia kote zilikopita. Wale watumishi waliopewa dhamana ya kuhakikisha kwamba wanazuia, wanaratibu operation na kuhakikisha kwamba bidhaa zozote zisizo halali haziingii nchini na wameruhusu zikapita, hatua kali sana za kisheria zitachukuliwa. Kwa hiyo naomba kabla sijamalizia nimkaribishe mkurugenzi wa operation TAKUKURU na yeye aseme kidogo kuhusiana na mipango ambayo tumekubaliana kuhusiana na hawa wahalifu wa dawa za kulevya, lakini wale wote wanaopokea rushwa na kuruhusu hizi dawa kuingia nchini. Karibu sana.